Na mtazamaji wa Ngale Sports, karibu sana kwenye uchambuzi wa matukio mbalimbali ya michezo haswa yanayojiri ndani ya mipaka Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla wake. Kuna mengi ya kujadiliana leo, kubwa zaidi ni mlinda mlango wa klabu ya Yanga Djigui Diarra amefungiwa kuto kucheza michezo mitatu na ametozwa faini ya milioni 2 kwa kosa la kufanya vurugu ama kudhamiria kufanya vitendo vya utovu wa kinidhamu, na hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 na vipengele vyake, kipengele cha 5 na kuendelea, kuhusiana na udhibiti wa wachezaji. Lakini tukio la pili ama adhabu ya pili ni ya kutozwa pia shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonesha kidole cha kati akiwa anatoka katika dimba la Jamhuri mkoani Dodoma. Hii yote ni kwenye mchezo wa ligi kuu uliochezwa katika dimba la Jamhuri pale Dodoma dhidi ya Mtibwa Sukari, ambapo mchezo ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Siku chache zilizopita nyuma tulizungumza kwamba Djigui Diarra ama klabu ya Yanga kwa ujumla wake, wachezaji wake wameonekana kuwa na changamoto za hapa na pale ambazo tukienda kuzitazama zinabeba mambo mengi sana ndani yake. Sasa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu Tanzania maarufu kama kamati ya 72 imekuja na majibu ya moja kwa moja kwamba nini ambacho kinatakiwa ama kinakwenda kutokea kutokana na changamoto hiyo ambayo ilijitokeza kwenye mchezo wa Yanga Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga. Sasa hiyo kila mtu alikuwa anajua kwamba huenda adhabu ikatoka ama adhabu itatoka, lakini haikuwa inajulikana ni lini itatoka hiyo adhabu. Lakini kubwa, kila mtu alikuwa anafahamu kwamba adhabu itatoka. Sasa kutoka kwa adhabu ni jambo moja, idadi ya michezo anayokosa hilo ni jambo lingine ambalo tunapaswa kuijua. Hiyo michezo ni mingapi, lakini pia athari yake ni ipi, lakini matokeo ya hizo mechi zilizopita ilikuwaje dhidi ya hao ambao wanakwenda kutana nao Yanga katika mchezo mitatu ambao Djigui Diarra atakosekana. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports, kuna mengi ya kuendelea kujadiliana. Kama bado hujabonyeza alama ya kengele, fanya hivyo sasa, na kama tayari umeshafanya hivyo, basi mwambie na mwenzako kwamba Ngale Sports wanaposti uchambuzi wa matukio makubwa ya kimichezo hapa kwetu Tanzania. Hilo ni moja ya tukio kubwa ambalo watu wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu kwamba adhabu ya Djigui Diarra itakuwa ni aina gani, adhabu ya Djigui Diarra itakuwa namna gani, Djigui Diarra kwa kosa alilofanya na mambo mengine. Sasa michezo ambayo Djigui Diarra anakosa ni mitatu kama ambavyo kamati imesema. Michezo hiyo ni tarehe 4 April, yani siku moja kabla ya Mzizima Dabi, kwa maana siku moja kabla ya mchezo wa Simba dhidi ya Azam FC. Mchezo ambao unakwenda kuchezwa ni Yanga dhidi ya Tanzania Prisons. Kama utakumbuka wiki chache nyuma Yanga amecheza mechi na Tanzania Prisons, mchezo ambao ulikuwa na heka na kashikashi nyingi sana kwamba mchezo huu ulipaswa kuchezwa Ali Hassan Mwinyi baada ya uwanja wa Sokoine kufungiwa, lakini baadaye Prison wakafunga safari mpaka Tabora, lakini ilipofika kule kaambwa mechi ni Dodoma, kabidi warudi mpaka Dodoma, ambapo Yanga alikuwa na safari fupi kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma kwenda kucheza hiyo mechi, na walipata ushindi Yanga wa goli 1-0 dakika za jioni kabisa, goli ambalo alifunga Laurindo Maria Olerio maarufu kama Depu. Depu alifunga goli 1 ambalo liliweka tofauti wa ule mchezo na Yanga kaondoka na alama 3. Sasa tarehe 4 April ama tarehe 4 mwezi wa 4 Yanga atakuwa nyumbani katika dimba lake la KMC Complex akimwalika Tanzania Prisons mchezo wa marudiano wa mkondo wa pili. Lakini tarehe 16 Yanga anacheza mechi dhidi ya Mbeya City. Kama unakumbuka, Yanga dhidi ya Mbeya City ni mchezo ambao Yanga alianza kudondosha alama. Mchezo wa kwanza Mbeya City ikiwa chini ya kocha Malale ya 50 kea katika dimba lile la Sokoine pale Mbeya. Yanga na Mbeya City walitoka bila, na ndio mchezo wa kwanza ambao Yanga alidondosha alama 2 na kafanikiwa kuondoka na alama 1. Sasa hivi tunavyozungumza kikosi cha Mbeya City kina kocha mwingine, kocha Meki Maxime, kocha ambaye anapenda mpira uchezwe, mpira uwekwe chini, ball litembee. Anaifundisha sasa
Mbeya City, amepita katika vilabu mbalimbali Dodoma Jiji, amepita pia Kagera akiwa na wakati mzuri sana. Kuna kipindi ama zipo nyakati ambazo pia alihusishwa kwenda kujiunga na klabu ya Yanga wa nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo mara hii Yanga atakutana dhidi ya Mbeya City ambayo hakufanikiwa kupata ushindi, alimaliza kwa suluhu katika uwanja wake wa nyumbani wa KMC Complex. Hiyo ni mechi ya pili ambayo itakuwa tarehe 16 April, na mechi ya mwisho ambayo Djigui Diarra ataikosa ni dhidi ya KMC ambayo hiyo itakuwa tarehe 19, kwa maana ya siku mbili baadaye ama siku tatu baadaye ya mechi dhidi ya Mbeya City anacheza mechi dhidi ya KMC, ambapo sasa wote watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani, kwa maana mwenye uwanja KMC, lakini pia Yanga ambaye atumia KMC Complex kama uwanja wake wa nyumbani, ambapo Yanga sasa atakuwa nyumbani. Kama hivyo nakumbuka mechi iliyopita Yanga alishinda kwa mechi dhidi ya KMC. Kwa hiyo Djigui Diarra ataikosa michezo mitatu: mchezo dhidi ya Mbeya City, mchezo dhidi ya Prisons alishitoka 1-0 mbele ya Mbeya City akashinda kwa goli 1-0, amini kutoka bila, alafu na mechi dhidi ya KMC ambapo aliuka na ushindi. Sasa hapa kuna vitu vingi vya kuviangalia baada ya kuiangalia michezo ambayo Djigui Diarra atakosa. Maana Djigui Diarra kukosekana kwenye michezo, nafasi inakuja kwa Abu Twalib Msheri kupata nafasi ya kucheza, kama ambavyo tumemuona mara kadhaa akipata nafasi ya kucheza baada ya Djigui Diarra kuonekana na changamoto kwenye uchezaji wake ama kwenye afya na vitu vingine. Lakini kitu kingine cha pili, Djigui Diarra pia ametemwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, na sababu watu wengi wamenukuu labda pengine kuruhusu magoli ama kutoka na performance bora. Hapana, taarifa zinaeleza kwamba kutokea kule nchini Mali ya kwamba Djigui Diarra analazimika kupumzika kutokana na michezo mingi ambayo amecheza back to back tangu atoke katika ile michuano ya AFCON, ambapo alikuwa anadaka panga pangua kwenye kikosi cha Mali, akarudi kwenye kikosi cha Yanga kwenye ligi ya mabingwa amedaka panga pangua, lakini pia kwenye ligi kuu amedaka panga pangua bila kujali alikuwa na hali gani kwa nyakati hizo. Kwa hiyo Diarra amepumzishwa kwenye kikosi cha Mali, na si kama ametemwa kwa kiwango kibovu ambacho kimekuwa kikiripotiwa na baadhi ya watu. Hiyo ni engo ya nyingine kuhusiana na Djigui Diarra. Lakini sasa baada ya Twalib Msheri kuonekana anapata nafasi, unakuja kuiangalia, je, kikosi cha Yanga kina hali nzuri? Tulizungumza siku chache zilizopita nyuma kwamba moja ya changamoto ambayo Yanga anakutana nayo ni wachezaji wake kutokuwa katika mwendelezo mzuri, lakini pia na hali ya majeraha. Sasa hapa nakukumbusha kitu. Kwa mujibu wa maelezo ambayo alitoa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga kuhusiana na majeraha wao au wajeruhi wao, ni kwamba watakosekana kwa muda wa wiki 2, wengine kwa muda wa wiki 3. Sasa kama ni kwa muda wa wiki 2 au kwa muda wa wiki 3, tafsiri yake ni kwamba ligi kwa muda ambao imesimama, huenda hao nyota wakawa tayari wamerejea, ama baadhi yao wakawa wamerejea, hasa wale kwa wiki 2. Kama nakumbuka vizuri, nyota ambao walikuwa wametajwa kuwa wameumia alikuwa ni Ibrahim Hamad maarufu kama Baka, lakini pia alitajwa Laurindo Olerio Maria Depu, lakini pia alitajwa Shedrack Boka kuwa ameumia katika hilo eneo, lakini pia japo taarifa Prince Dube alikuja baadaye yeye kuumia na kukosekana katika michezo iliyofuata. Kwa Prince Dube pia ameumia, huenda akarejea kwenye hizo mechi tukamuona akiwa na mwendelezo mzuri, kwa sababu Yanga moja changamoto pia ambayo mkutana nayo ni eneo lao la kushambulia, lilikosa mshambuliaji wa mwisho baada ya Laurindo kuumia. Mchezaji ambaye alikuwa anapata nafasi ama ambaye atakiwa kupata nafasi alikuwa ni Prince Dube. Prince Dube naye kaumia, Emmanuel Mwanengo akapata nafasi. Mwanengo ambaye alionekana kuwa na pressure kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga, lakini pia alionekana kuwa na changamoto ya kukosa nafasi. Kwa hiyo bila shaka Yanga wamekuwa kihitaji ama wamekuwa kimhitaji Laurindo ama Prince Dube kwa ajili ya hayo mazingira, japo inaonekana pia jeraha la Clement Mzize ni la muda mrefu. Kwa hiyo Djigui Diarra anaikosa michezo mitatu, lakini pia ametozwa faini ya shilingi milioni 4 ambazo ametajwa, bila kusahau mwamuzi wakati wa mchezo huo Gilbert Mrina, mchezo kati ya Yanga dhidi ya Mtibwa dhidi ya Yanga, ameshushwa daraja kwa kushindwa kutafsiri sheria, kwa kumdhibiti
Djigui Diarra, lakini pia mlinzi ambaye mwamuzi msaidizi ambaye alikuwa katika ule mchezo amefungiwa mizunguko mitano kwa kosa pia la kushindwa kutafsiri sheria na kumsaidia mwamuzi. Hayo yote ni mwendelezo wa zile adhabu ambazo zilikuwa zikitolewa na kamati ya kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu maarufu kama kamati ya saa 72. Kwa hiyo imemla kichwa Djigui Diarra michezo mitatu na faini milioni 4. Imemla kichwa mwamuzi wa kati Gilbert Mrina kwa kumshusha daraja, lakini pia na mwamuzi msaidizi kwa kutokucheza ama kutokuchezesha kwa mizunguko mitano. Hata kuwepo katika orodha wa waamuzi waliopo kwenye ligi kuu yote ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports. Kama bado hujasubscribe, na mengi sana ya kujifunza ama ya kufanya, mkumbushe na mwenzio kwamba tunaposti uchambuzi wa matukio mbalimbali. Chao chao.